Baada ya kutoka kwenye faida, nirudi sasa, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wa kabla yenu. Ndugu zangu Waislamu, kwa faida, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema likulli minkum shir'atan wa minhaja walau shaa Allahu laja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairati. Mwenyezi Mungu, kila umma umepewa sheria yake, pamoja na kwamba watu wa usuli wana mlango unaosema shar'u man qablana shar'u lana, iliyopita je na sisi inatuhusu. Huko mlango na una habari ndefu, lakini kiufupi kwamba wenzetu pia walipewa funga kama ambavyo sisi tunafunga, lakini tumetofautiana katika idadi ya siku, lakini vile vile katika miezi. Shahru Ramadhan, jina hili halikupatikana huko nyuma, ila limepatikana baada ya kufaradhishiwa Nabiullah Muhammad funga hii ya Ramadhani. Sasa wenzetu pia walifunga. Tutaona katika hili mambo yafuatayo. Kwanza, as-sawmu ibadatun qadima abadia, ni ibada ya tangu ya siku nyingi sana. Utekelezwaji wake takriban nadhani hakuna umma ambao hawakuifanya ibada hii ya funga. Umma zote wamefunga. Kwa sio ibada ya mchezo, sio ibada lele mama, ni ibada ambayo ina mashiko. Lakini mpaka kwamba watu wote katika umma zote tumefunga, ni kwa sababu ya yale yaliyomo ndani ya funga. Kubwa kabisa, tatuhiru nafsi min al-adran wal awsakh wal amrad al-qalbiyya, kuisafisha nafsi. Nafsi ni ala, ni chombo kilichomo ndani ya mwili ambacho mwanadamu yeye mwenyewe kinamtaabisha. Nafsi sio kalbu, sio moyo. Nafsi ni ile anania, ni ule umimi ambao mwanadamu yoyote anao. Nafsi hii katika ibada zote zilizoletwa na Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya kuitengeneza nafsi, lakini ibada ya funga ndiyo kiboko cha nafsi. Zote zina alghaya min tathhiri nafsi min adrani alkhabitha, ni kuitengeneza nafsi, kuitoa katika tabia mbaya, ibada zote. Lakini ibada ya funga ndiyo kiboko yake. Hili la kwamba funga ndio kiboko ya nafsi lina maelezo yake, lakini kubwa ni kuonyesha kwamba sisi wote ndani ya ummati Muhammad, lakini hata kule nyuma, lengo kuu kupewa hii funga ni kutengeneza nafsi ambayo idha istaqamati nafsu, ikiwa sawa nafsi, faqad istaqamat aljawarih libni adam mahma kanat madhhabuhu, mahma kana asluhu, mahma kana intimauhu. Sawa awe ni wa Nabiullah Isa, awe Nabii Nuhu, awe Nabiullah Muhammadi, awe ni wa kabila fulani, hawa watu wote sayasiruna fi siyajin wahid, watakwenda katika senyenge moja, katika eneo moja. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika kutengeneza nafsi kupitia funga. Sasa kuna malengo ndani ya aya. Allah anasema la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Hili ndio ghayatu min as-siyam at-taqwa. Wa taqwa laha maani adida, na ucha Mungu una maana nyingi, lakini kikubwa an yajidaka Allah fima amaraka au min haythu amaraka wa an yafqidaka fima nahaka. Mwenyezi Mungu akukute katika yote aliyokuamrisha na akukose katika yote aliyokataza. Hii ni maana fupi sana ya takwa, ambayo ndio alghaya min as-siyam, ndio lengo la funga. Sasa kwa kuwa lengo letu ni kuwemo ndani ya maamrisho na kuwa nje ya makatazo, haya yote Mwenyezi Mungu ameyazungumza
katika ibada mbalimbali. Maana likulli ibada laha ghaya, kila ibada ina lengo lake. Allah anasema kuhusu sala, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Lengo la swala, inaposwaliwa vizuri humkataza mtu kunako maovu na machafu, ndio lengo lake. Kwa hiyo wewe ukiswali ukiona hujafikia katika daraja ya kukatazika na maovu na machafu, unaswali mzinzi, unaswali mnafiki, unaswali hasidi, unaswali khaini, ujue bado haujafikia katika daraja sala. Wewe bado tusalli riaan, tusalli sum'atan, tusalli shuhratan. Yani wewe unaswali kwa mambo hayo, uonekane, utajike, umashuhuri, lakini hauswali kwa ajili ya lengo lile. As-sala taj'alu al-insan munsaqan wa munsaban wa mutajhan nahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu tamuona ananyooka na kwenda anaelekea kule ambako Mwenyezi Mungu aliko anakokutaka. Kwa hiyo kuna lengo hilo. Lakini zaka, az-zaka bimaana an-nama, lughatan an-nama, zaka ina maana kwamba inakuza, lengo lake ni kukuza ule uchumi uliokuwa nao. Laisa kama tasawwaru al-kathir, si kama wanachofikiria wengi, ala anna al-infaq yunqis mala, kwamba akitoa atapunguza mali yake. La, bali al-aks, ni kinyume kabisa. Idha anfaqta malan sadaqatan au zakatan yazidu maluka wa yahris wa tahrisu malaka, mali yako itazidi na wewe mwenyewe utailinda ile zakaa miongoni mwa malengo yake. Vile vile hirasatan, unaiwekea ulinzi, tena hirasat Allah, ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoa zaka hana haja ya kuhangaika kuleta watu wa bunduki, kuleta jeshi. Allah Jalla wa Ala atamletea watu watamlindia mali yake pamoja na malaika. Zile nafasi za kibinadamu kuweka wanajeshi, kuweka askari mbalimbali, ni kwa ajili ya ile wiqayatan na akhdh bil asbab. Kila jambo lazima uchukue sababu. Uwezo ukasema na lala hakuna tabu yoyote unafungua milango, la, lazima uweke. Lakini mlinzi mkuu ni Allah Jalla fi ulahu. Lakini vile tathiran lilmal, zaka inataharisha mali, lengo hilo tungelisema sana, lakini sio mada. Kwa hiyo haya ni malengo vile vile katika ibada ya zaka, vivyo hivyo hija na ibada nyingine. Kwa hiyo tukirudi kwamba hilo ni lengo kuu la funga uchamungu. Kwa hiyo Waislamu, ndani ya kipindi hichi ni kipindi cha kumwomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufikie darajatal muttaqin, daraja ya wachamungu, wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameahidi akasema, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wale ambao wanamcha, yupo pamoja nao. Yani Mwenyezi Mungu al-ma'iyya, anta takunu fi ma'iyati Allah, wewe unakuwa katika upamoja wa Mungu kwa sababu ya takwa. Waipata wapi takwa wewe? Mahala gani utapata takwa? Mahallu siyam, inda siyam ndio utapata ucha Mungu. Ma anna fi sa'iri al-ibadati, pamoja kwamba ibada zote utapata ucha Mungu, walakin Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhtatama hadhihi al-aya bitaqwa wa khataba al-mu'minina bi anna hadhihi taqwa hiya al-ghayatu an-nabila. Yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu amesema kwamba mwisho wa aya, lengo la funga ni watu kufikia katika ucha Mungu. Kwa hiyo shima alaikum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba tujalie katika wacha Mungu. Ndugu zangu, jambo hili la kumcha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliahidi katika hata miji yetu, majumba yetu, nchi yetu. Allah anasema, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama. Lau watu wa miji wangeliamini alafu wakamcha Mwenyezi Mungu vizuri, Allah anasema ahdi, tena ametumia lamu al-ibtida, lafatahna, au lamu taukid, lafatahna, sisi tungelifungua barakati minas sama, baraka nyingi kutoka mbinguni. Kwa hiyo ili nchi yetu iwe na neema, na sisi majumba yetu yawe na neema, na mitihani mbalimbali ituondoke, tufunge ili tupate ucha Mungu, na baada ya kupata ucha Mungu iwe ni sababu
ya kunusurika na kupewa baraka mbalimbali katika machumo yetu, katika nchi yetu na kadhalika. Inshallah khair. Kufikia hapa itakuwa nimeeleza ahamiyatu som, umuhimu wa funga. Sasa nizungumze as-sawmu min haythu al-istilah. Funga upande wa mapatano ya wanazuoni, funga ni kitu gani? Wanaposema saum au wanaposema siyam ni kitu gani? Kanuni ya mambo yetu ya Uislamu katika fiqh lazima tuanze na lughatan. Tunasema taarifu lughatan. Lugha as-sawm al-imsak, mujarrad al-imsak ni kujizuia. Sumtu bimaana amsaktu, nimejizuia imma anil kalami wa imma ani sayri, ay al-imsaki, kujizuia kokote kule unasema sawm, nimejizuia. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala yahki lana an Maryam pale aliposema inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu kutokusemeza mtu, yani sawman sio kwa maana kufunga, hatosema. Lakini Waarabu wanasema amsakati rihu, kwamba upepo yani swamati rihu bimaana amsakati rihu, swamati rihu, upepo haufungi, lakini kwamba umejizuia. Amsakati rihu anil hububi, umejizuia kupeperu, yani kule kimbunga kile ni kupepea, kupeperuka, kimejizuia. Hiyo ndio hali ya kilugha. Kwa hiyo unapokuja katika sheria funga, wanazuoni wamearifu taarifatin mutaaddida lakinaha mutaqaribat almaana. Taarifu ni nyingi lakini zote zimekaribiana, zote wamekwenda katika kulluhum sabu fi masabbin wahid, wote wamezipeleka sehemu moja. Miongoni mwazo al-imsak ani at-ta'ami wash-sharabi wal-jima'i min tulu'i al-fajri ila ghurubi ash-shamsi bi niyyati al-ibada. Wengine wanasema taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yote ina maana moja, ni kujizuia ani at-ta'ami, hakuna kula, kujizuia na kula, wal-jimaa na washarabi na kunywa, wal-jimaa na kukutana na mkeo tokea jua la chomoza mpaka lazama. Lakini kujizuia huku kwa nia ya kufunga lazima kuwe na nia. Maana unaweza mtu akajizuia kula, akajizuia kumwingilia mkewe, lakini laysa bi niyyati al-ibada, ikawa si kwa nia ya kufunga, ana mambo yake tu. Ima siku hiyo hajihisi kula, au siku hiyo kaudhiwa. Manake binadamu tuwapita katika mengi, yaweza tu kakerwa ndani ya nyumba na mkeo au watoto wako au yoyote katika binadamu, ikakupelekea shekhe kutokula toka subhi mpaka jioni. Na hili jambo lipo kwa watu wengi. Kwa hiyo ichukuliwe kwamba kule kujizuia kutafautike kati ya ibada na ada. Labuda nufarqa baina al-ada wal ibada. Ikiwa ni ada, basi mtu anaweza kujizuia akasema sumtu al-yawm anil akli wash-shurbi wal-jima'i, lakinani laysat bi niyyati al-ibada, si kwa nia ya ibada. Lakini akiwa analifanya kwa ajili ya Mungu lazima liwe bi niyyati al-ibada. Kwa hiyo hii ni taarifu istilahan ya mapatano ya wana wazuoni. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa kuna vitu vitatu. Kwanza, ile al-imsak ni anil akli, hakuna kula. Na hapa penye kula patakuwa na mada ndefu. Kula tunakuambiwa tujizuie nako ni kwa aina gani? Kwa sababu kuna mtu amsaka nahara Ramadhan lakinahu yatanawal ba'd al-adawat al-mubtila lisawm, amejizuia lakini anatumia baadhi ya vitu vinafunguza. Mfano, alwahid swama lakinahu yadakhin, anavuta sigara, asema nimefunga. Vile ni vitu vile ambavyo vinaweza vikafungusha, vikafungulisha. Lakini mtu yada halqahu maftuha liyadkhula fihi alghubar alkathir warriq wama shabaha dhalik, anauacha mdomo wake wazi viingie baadhi ya vitu ambavyo ahisi vikiingia vitampa unafuu fulani, tena kwa wingi. Haya yote tutakwenda huko mbeleni. Lakini kuna shurbu vile na hii aljimaa, jimaa ya kiwango gani, jimaa ya aina gani,
na ni muda gani, kwa sababu jimaa inapozungumzwa ni mtu anapokutana na mkewe ndio tunasema jimaa, lakini kama mtu anafanya nje ya mke tunaita zinaa. Sasa tunatofautisha kati ya neno jimaa tunapolizungumza kwa maana ya kukutana na wanawake hawa. Ukikutana na mke wako wa halali tunasema jamaa zaujatahu, lakini kama umekutana na mwanamke tunasema zana bimraa, amezini na mwanamke tu. Kwa hiyo kisheria tunaweza tukatofautisha kati ya matamko mawili hayo, na wale watu wa lugha wanaweza wakaona kwamba mara nyingi katika fiqhi tunapozungumza jimaa naqsid liman bashara zaujatahu alhalaliya, na tunaposema zana bimraa bimaana min sifahi la min nikahi. Hivi ndivyo vinavyokuja katika upande wa sheria. Naam, tukienda katika eneo hili la taarif, definition ya funga ambayo ni kama tumeielewa. Wasikilizaji naona wameelewa kwamba funga ni kujizuia kutokea kuwa chakula na kunywa na kuundama, kwa maana kumwingilia mke kwa nia ya ibada tokea kuchomoza kwa jua mpaka kuzama kwake. Hapa tutakuwa tumefika katika nukta ya mwisho katika definition taarif. Tuingie katika nukta ambayo inaendeleza mada zetu, nayo si nyingine. Mwenyezi Mungu ala idafatullahi as-sawm ilayhi, Mungu kuichegemeza kwake funga. Wanazuoni wanasema sana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada zote ameziacha kwa wanadamu, lakini funga kaichukua mwenyewe. Hii nukta nilikuwa naomba niiseme vizuri kidogo. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi, hadithi ambayo ni sahihi, haina mashaka, hadithi inayosema kullu amal ibn adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ina riwaya nyingi sana hadithi hii. Sehemu nyingine kullu amal ibn adam kullu hasana bi'ashri amthaliha illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, kwamba amali zote za mwanadamu ni zake zote, Allah akazileta azifanyie kazi ili alipwe yeye mwanadamu kwa yale ambayo Mungu ametaka kumpa, na akayaeleza alhasana, jema moja atakalofanya mwanadamu bi'ashri amthaliha, ulipwa mfano wake mara 10. Hadithi nyingine nasema ila adhaafin ila 700 dhif ila adhaafan kathira, tena analipwa paka kwenye mema 700 na paka kwenye umaradufu wa mathawabu anapewa. Yani haya mwanadamu kaekewa kabisa, ukiswali swala moja 10, kullu hasana bi'ashri amthaliha, ukitoa zaka 10, ukiswali chochote, ukifanya chochote kile cha khairi unapewa 10, illa sawm, isipokuwa funga. Allah hakuweka kwamba hasana bi'ashri amthaliha, hakuweka. Amesema tu fa innahu li, hiyo funga ni ya kwangu mimi, wa ana ajizi bihi, na mimi ndio mlipaji wa funga hiyo. Adhafa jazaa as-saimi adhafa jazaa as-saimi ilayhi, kayachegemeza malipo ya mfungaji kwake. Lima adda dhalik, kwa nini imepelekea hivyo? As-sawmu sirrun baina al-abdi wa rabbih, saumu ni siri ya ndani sana kati ya mfungaji na Mola wake. Ni siri kubwa sana, pana, ni siri, hazijapatikana siri katika ibada zote kama ya funga, kwa sababu ibada zote tuadda dhahiriya, ibada zote as-salatu tuadda dhahiriya, az-zaka wasair al-ibadati zinafanywa kidhahiri, kila mmoja naona. Ama sawm fa innahu yuadda batiniya, ibada ya funga inatekelezwa kwa ndani. Aliyejua mimi Sheikh Mbega nimefunga au shekhi wangu wa wilaya hapa amefunga, Allah jalla wa ala ndiye anejua. Idha jaani ash-sheikh au ay ahadin jaani faqala inni swaim fa innani sausaddiquhu, akanambia nimefunga shekhe, mimi nitamkubali. Na wakati mwingine yakunu mut'aban minni, anakuwa wakati mwingine kachoka kuliko hata mimi ambaye nimefunga, hata a'tifu alayhi, paka namhurumia, lima yura min madhahiri sawm,
kwa yale yanaonekana kuna madhahiri ya kufunga. Idhan fahuwa kama yuqalu liyawm kobe, akulun ni mlaji, shiribu na amekunywa sana, dakhanu na amevuta sana. Lakini mimi nitasema kwamba huyu mtu kafunga kwa sababu kile ambacho ninachokiangalia mimi ni cha nje, ndani sijui. Lakini tukisema kwamba tunaswali tuko pamoja, tunatoa zaka tutakuona, unakwenda hija utasafiri na ndege utakwenda watu wanakuona. Kwa hiyo ni mambo ambayo yako dhahiria. Ama hii ni siri baina al-abdi wa rabbih, kati ya mja na Mola wake. Akidanganya hadanganyi mimi, anamdanganya Allah jalla wa ala. Fabihadhihi al-ahmiyya wa bihadhihi sirriya, katika umuhimu huu na usiri huu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala adhafa ilayhi, akaichigimiza kwake, akasema yeye ndiyo mlipaji. Kwa hiyo hadhari ayuha almustami', msikilizaji, tahadhari sana, alla takdhiba ala an-nas fadhananta anna Allah ba'idun anka au laysa fi maqrabika, ukadhani Mungu hayuko na wewe. Mungu yupo na ibada hii na ibada zote na wakati wote na kufahamu. Kwa hiyo kinidanganya mimi nitakubali kwa sababu funga ni siri, lakini elewa unaangamia, kwa sababu hiyo ndio ibada pekee Mwenyezi Mungu aliyojifahari nayo, akayachukua malipo akayaweka kwake. Jazaa'u saim la ya'lamuhu illa Allah, malipo ya mfungaji hakuna anayajua ila mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nilitaka nipafasiri hapa mahala fasomu li wa ana ajizi bihi, somu ni ya kwangu na mimi ndo mlipaji wa funga. فاليوم نكتفي بهذا القدر بسبب ضيق الوقت، لنواصل درسنا غدا بمشيئة الله، وسيكون في عنوان فوائد الصوم بمشيئة الله، فوائد الصوم بمشيئة الله. وجزاكم الله خير بهذا الاستماع الجيد، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.